Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya story ambayo ina make headline sasa hivi huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na issue ya mwanadada Wema Sepetu na siku ya 40 ya mwanae Baby Olly. Kama unavyofahamu ni kwamba Wema bwana ametangaza rasmi siku ya 40 ya mwanae ambaye anafahamika kwa jina la Olly, mtoto ambaye amehangaika kumtafuta kwa miaka mingi, lakini finally Mwenyezi Mungu bwana amemuona. Bwana Mungu amembariki kupata mtoto wa kiume akiwa na umri wa zaidi ya miaka 40. Bwana, jambo ambalo limekuja kutokea this time around ni kwamba Wema ametangaza, yani finally siku ambayo watu wataona sura ya mtoto wake, lakini pia vile ni siku ambayo Wema ameamua ndio itakuwa siku ya 40 ya mwanae, which means kwamba wadau mbalimbali watakuwepo, wamealikwa pale katika hiyo shughuli. Lakini jambo ambalo limekuja kushangaza watu ni kwamba kutokana na umaarufu wa huyu mtoto wa Wema pamoja na ile specialty ya mtoto wake huyo, tunafahamu kabisa kwa kwanza kabisa ma celebrity watakuwa kama wote, lakini pia vile Tanzania nzima bwana itakuwa imeweka macho katika kumfuatilia Wema Sepetu. Kwa hiyo hapa bwana kuna ma brand deals tunazungumzia, maubalozi ya kutosha, lakini kubwa zaidi ni kwamba tukio hilo bwana hatujajua kama litakuwa broadcasted live kwenye TV, lakini kwenda kwenye tukio hilo la 40 kutakuwa na kiingilio. Kwa hiyo Wema bwana, tukio lake la 40 sio kwamba kila mtu tu anaenda, hapana bwana, pesa ndio inaongea. Ukiwa na fedha basi unapata nafasi, unapata fursa ya kuhudhuria 40 ya mtoto wake. Yani imekuwa ni kama vile event, imekuwa ni kama vile kama concert bwana. Siku ya 40 ya mtoto wa Wema bwana imekuwa kama concert. Kwa hiyo bwana huingii bila pesa. Sasa hilo jambo bwana, mashabiki na wadau mbalimbali wameona kama vile bwana Wema ameamua tu kuwa exclude katika party ya 40 ya mtoto wake, yani kwamba vile ameamua kutenga watu, kuwabagua watu ambao kama utakuwa una hela uruhusiwi kusogea. Kwa hiyo which means kwamba wanadai kuna watu huko vipenzi vya Wema Sepetu wamekuwa wakilalamika kwamba bwana akufukuzaye akwambii toka. Hiyo ni kutokana na kwamba wanajua kabisa kwamba kuna baadhi ya watu hatakuwa na kiasi cha fedha cha kuhudhuria katika party hiyo, lakini ndio hivyo tena, hawana cha kufanya. Sasa wadau mbalimbali pia wamekuja kujitokeza. Kwa mfano mwanadada Gift amekuja kulizungumzia swala hilo, akidai kwamba bwana ametoa maelezo yake yeye kwa upande wake kwa nini Wema ameamua kuweka kiingilio, kwa sababu bwana alikuwa anataka porukushane, fujo. Bwana kuwa anataka purukushani na fujo ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba zinaweza zikatokea, kwani watu wengi sana bwana wana tabia ya kwenda kwenye shughuli za watu na kuharibu, ikawa ni fujo badala ya shughuli ikawa ni heka. So hapa bwana Gift amezungumzia hilo swala, nataka hapo msikilize. Kwamba eti mmesema kwamba eti kufukuzae toka mama Olly katufukuza, hataki twende kwenye 40 ya mwanae. Sio kweli, mwenyewe kaeka kiingilio kwa sababu mngejazana kwa wafanyakazi wa ndani, kwa vichogo, kwa makomwe, kwa, na ndio maana kaamua aweke nini kiingilio kuanzia 100,000 na 500,000. Sasa nyinyi mmewekewa kiingilio kuanzia 100,000 na 500,000, mnaanza kusema tunaondoka na huyo Olly. Kwa Olly gani? Kwa kitu gani? Wasitaki kutufanya hivyo, wasitaki sijui kutufanya nini. Jamani, sikilizeni, mngejazana nyinyi wajukuu zenu, vitukuu venu, wafanyakazi wa ndani, mausi boy lele kibao watu uko mama, mngejazana. Mwenyewe kakataa, sisi tena wagewage tungejazana ko, na ndio maana akaamua aweke kiingilio kuanzia 100,000 mpaka 500,000. Nyinyi tena nataka mjazane uko mzima, vitukuu, wajukuu, mkitoka hapo Olly watu wanaumwa mafua, wanaumwa pumu, wanaumwa corona kwa ajili yenu nyinyi. Sio kweli, na ndio maana wameweka kiingilio. Kwa hiyo sasa nyinyi kazi yenu itabidi pale muende mkatege nje ya geti. Watakaotoka ndo wape habari huko ndani kulikuwaje, sijui mnaelewa. Wape habari huko ndani kulikuwaje. Jamani, watu hawataki mjazane ovyo. Nyie kufukuza kwa mbii toka kwa kipi? Kwa Olly gani? Olly weka wa dunia. Watu kwani Olly tunamwacha hapo yeye tukitoa au tunaondoka naye? Maneno uko yamewatoka ndugu zangu, kwani mna hasira? Kwani mna panic? Msipanic. Anyway, njoeni tuendelee. So mambo ndo yako hivyo bwana, unaambiwa kwamba kwenda kwenye party ya Olly ya 40 unatakiwa uwe na laki. Chini ya hapo bwana kaa kwenu. Lakini pia vile kuna VIP ambapo huko bwana ni 5 milioni. Bwana mambo hayo.
Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana, bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu. Tunaweza kusema kwamba Wema bwana amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona, taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu kwamba Wema bwana huyu sio mtoto wake, hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi. Watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema. Lakini pia vile imekuja kutuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wameshikamana kumsapoti Wema Sepetu. Lakini pia vile ni kwamba issue ya Wema Sepetu kujifungua imekuja kuonyesha jinsi gani ambavyo, yani imekuja kuleta tena imani kwa Mwenyezi Mungu. Yani wadada wengi sana ambao hawajapata ujauzito wamepata imani tena kwa mara nyingine kwamba kama iwapo Wema amejifungua, basi ni jambo ambalo linawezekana hata na wao pia, japokuwa wameteseka kwa muda mrefu kuto kupata ujauzito, wanaweza wakapata. Lakini pia vile ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuinua brand au status ya Whozu. Maana Whozu sasa hivi bwana amepewa taski na Watanzania kwamba bwana inatakiwa baada ya kumpa ujauzito Wema, kuna wadada wengine pia hapa mjini na wenyewe pia hawajapata ujauzito kwa miaka mingi kama vile Lady JD pamoja na Diva. Kwa hiyo kuna utani wa hapa na pale, watu wanasema kwamba Whozu bwana apite pia hapo, awasaidia hawa wadada nao pia wapate ujauzito. So basically bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hili jambo bwana limeenda mpaka serikali. Tumeona mpaka viongozi wa serikali na wenyewe pia wameingilia kati, wamekuja wamempongeza Whozu pamoja na Wema kupata mtoto. Namzungumzia hapa waziri wa makundi maalum, maendeleo ya jamii, watoto na wazee. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na yeye pia ametoa ujumbe kwenda kwa Wema pamoja na Whozu kutokana na hii issue ya wao kupata mtoto. Kwa hiyo amewapongeza. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hata mheshimiwa naye pia ameona na ameamua kutoa pongezi. Lakini pia vile Mama Dangote na Diamond, yani mtu na mwanae, wote pia wamejitokeza kumpongeza Wema Sepetu. So Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume na ni jambo la heri kweli kweli. Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume mwenye afya, hana tatizo lolote, na ni kitu ambacho kiukweli kime make headline huko mitandaoni. Lakini pia vile jambo lingine ambalo tumeliona kuhusiana na sakata zima la Wema na Whozu kujifungua, tumeona page ya mtoto tayari imeshaandaliwa na inakimbia followers sio kawaida. Tokea jana mpaka leo hii na takriban followers 60,000. Na mtoto wa Wema tumemfahamu anaitwa Oli Oscar. Bwana, hilo ndo jina la mtoto wa Wema, anaitwa Oli Oscar. Bwana, huyo ndo mtoto wa kiume wa Wema Sepetu na Whozu. Kwa hiyo bwana, wadau wameanza kuifollow hiyo account kwa speedi. Lakini pia vile kuna mavideo mengine mengi sana yameanza kusambaa tokea kipindi Wema ameanza kununua nguo kwa ajili ya mtoto, anafanya shopping ya mtoto kabla hajazaliwa. Kuna video zikiwa zinamuonyesha Wema akiwa anafanya mazoezi hospitalini siku ambayo anakaribia kwenda labor. Pia vile kuna video ambazo zinamuonyesha Wema akiwa yuko na ujauzito wake anafanya photo shooting. Umeona bwana, kwa hiyo kuna vitu vingine vingi sana sasa hivi ndio vimeanza
zimeweza kutolewa, na hii imeonyesha jinsi gani ambavyo marafiki na watu wa karibu wa Wema wanajua kutunza siri. Hizi content zote walikuwa nazo, lakini walikuwa hawajaamua kuziweka online, lakini baada ya Wema kujifungua ndo akaamua kuzipost. Nadhani walikuwa wamekubaliana hivyo na wakakeep promise yao kwake kwa miezi 8 au 9. Ni kwamba hawa watu wa karibu wa Wema Sepetu walitunza hizi video, zimekuja kutolewa kipindi ambapo Wema mwenyewe ameruhusu zitoke. So ni kitu cha kujifunza hicho. Ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo tumewahi kuviona hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, hususan kwa mwanadada Wema Sepetu. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia vile endelea kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.